Akaniuliza, tena alivyokukisi ulifanyaje? Hapo ndo nikakosa majibu, maana nakumbuka nilitulia tuli. Justina akaniambia, uko ananishika bega. Wewe unampenda ila unakataa ukweli. Na pia leo pale gym alivyokuja ulikuwa utaki, ila alivyoondoka nilikuona kwa mbali unatabasamu. Kweli au nakusingizia? Hapo tena nikakosa majibu, maana ni kweli, ila lile tabasamu lilikuwa ni automatic. Sijui nilitabasamuje na kwa nini, ila nakumbuka nilitabasamu. Justina akaniambia, kaa, waza kama unampenda au la, usijiamulie vitu vitakavyokuumiza. Nikamuitikia sawa, kisha tukarudi ndani. Usiku wa ile siku niliwaza sana, nikawa najilaumu pia, mbona nimekuwa mwepesi kupenda hivi, au kwa sababu ni mara yangu ya kwanza kufanyiwa hivi vitu, ila nikawa napotezea tu. Kesho yake mapema, kocha akaja kutuamshia twende kufanya mazoezi. Siku hii ya leo tulifanya mazoezi ya mechi. Tulijigawa wenyewe kwa wenyewe tu, tukacheza mechi. Sio kwamba najisifia au napenda sifa, ila mimi nina uwezo mkubwa sana kweli wa kucheza netball. Na nipo kwenye ile sekta ya kuingiza mpira kwenye ile ringi, na maanisha kufunga. Na imekuwa rahisi kwangu kwa sababu ya urefu niliokuwa nao. Kwenye timu ya upande wetu tulishinda magoli 10-2 tu, na hizo zote ni efforts zangu ndo zimesababisha. Na nakumbuka nilivyokuwa nikifunga goli tu, wakina Rahel wananishangilia hadi naona aibu. Mechi ilivyoisha, nikaenda kuoga vizuri. Ilikuwa ni mchana, nikaenda kula na Justina. Tukiwa tunakula, kwenye TV wakaonesha taarifa ya habari ya shule kuwa kesho kutakuwa na mechi ya urafiki na shule ya jirani. Baada ya hiyo habari, kikaja kipindi wenyewe walivyokiona. Walishangilia wanafunzi walioko pale kantini. Nikamuuliza mmoja, kwani kuna nini? Akasema, hicho ni kipindi kinaoneshwaga mara chache sana, na kinahusu kama mtu akiwa na mpenzi na anataka kumwambia feelings zake. Leo kinaoneshwa na Imani, kuna mtu anaambiwa feelings za mtu ambaye labda anamjua au hawajuani. Kabla yule dada hajamaliza kunielezea, ikaja picha yangu. Alafu chini kuna video ya Rahel. Yaani kwanza nilimeza mate marefu, niliona hayaishi. Shoga yangu Justina akaanza kupiga vigelegele vile vya kijijini. Sasa mule ndani, si wengine Waarabu wakawa wanashangaa ndo nini anafanya. Mie nimebaki tu na kodoa macho kama nimebanwa na mlango. Huko kwenye TV sasa Rahel anajimaliza huyo, nikawa mpaka makosa niongee nini, maana mdomo ukawa mzito haswa. Nikapata wazo, kwa nini na mimi nisiende nikakanushe hizo taarifa? Nikamuuliza yule mdada, akanambia inawezekana, ila sasa swali, una hela za kwenda kwenye hicho kipindi? Nikamuuliza, kwani hicho kipindi si ni cha shule? Akasema ndiyo, ila inatakiwa uwe na 2,000,000 ili ukarekodi hapo. Nilivyosikia hivyo mpaka hamu ya chakula yote ikakata. Nikamuuliza tena, kwani hii shule yenu haina uangalizi au mbona inaruhusu haya mambo ya hovyo? Yule mdada akanambia, we mambo mengine ni siri za wenye shule. We fanya yanayokuhusu na uachane na utaratibu wa watu. Nikawa natamani kulia, kucheka, mie mwenyewe sijielewi nilikuwa natamani nini. Justina akaniambia, ila Sakina, hivi umegundua watu humu ndani, hasa wale wadada waliokaa meza ya pale? Justina akanionyesha kwa kidole huko, ananiambia kuwa wale wadada wananiangalia sana kwa hasira. Nikamuuliza, unamaanisha nini? Akasema, mti wenye matunda mengi ndo upigwa mawe. Sasa huyo Rahel ndo mti wenyewe. Endelea kuzuba shoga yangu, sikufichi, hata mimi mwenyewe ningekuwa wewe ningekubali. Nikamkata jicho hilo, akaanza kunitania, umeona wewe unampenda, una hadi unamwonea wivu. Ila kweli najihisi nampenda, sema naona aibu sana na nahisi watu wataniona wahovyo sana. Nikamwambia, hebu Justina tuondoke kwanza. Tukawa tumetoka nje ya kantini, tukakuta kuna maua mekundu, mapambo, urembo wa kila aina, alafu mbele kasimama Rahel, kavaa suti safi, alafu kashika ua, alafu pembeni kuna marafiki zake kibao na wadada baadhi. Akaniambia, I love you Sakina. Nikabaki nimetoa macho tu. Akanifuata, akanishika mikono. Aibu sasa, maana watu walikuwa wanarekodi. Nikamsukuma, halafu nikakimbia kuelekea domo. Justina akawa ananifuata kwa nyuma. Nimefika, nikawa nawaza. Justina akaniuliza, hivi wewe ni mzima kweli? Yaani mtu unampenda na yeye anakupenda, kwa nini sasa unamkataa tena mbele za watu? Nikaanza kulia, yaani sielewi nini nifanye, nini niamue, mpaka nikawa najutia kwa nini nimekuja kwenye hii shule.
Justina alivyoona nalia akanikumbatia, nikawa nalia kwa nguvu zaidi, mpaka baadaye nilivyonyamaza nikashika tablet yangu niangalie kama kuna gazeti limetoka. Nakuta SMS zimeingia kibao, nikashangaa nini hiki? Maana mie sijawahi kuchat kwenye tablet. Nikakuta moja hiyo imeandikwa kwa kifupi tu, Sakina, asante kwa kunidhalilisha. Nikajua tu huyu ni Rahel, nikaanza kupiga simu wapi apokei, nikamtumia message ila ajibu, ndio nikaanza kuangalia gazeti, nakuta limeandikwa Sakina kumkataa mtu ambaye hajawahi kukataiwa na anayependwa na wengi hapa Light to Light School. Nilijihisi ni mkosaji sana, na message nyingi zilizoingia kwenye simu yangu ni za wadada wengine, walikuwa majumbani kwao huko bado wako likizo, ila bado wanaona vitu vyote vinavyoendelea shule. Kwa hiyo ikawa ni aibu kwa Rahel, na SMS zingine zinanitukana, wengine wananambia vizuri sana umemkomesha. Yaani mpaka nikahisi kuchanganyikiwa. Nikaenda kuoga mara tatu, maana kila muda jasho linanitoka tu. Justina akanibembeleza pale, akawa ananipigisha vistori mpaka nikasinzia. Kesho yake mapema ilikuwa ni Jumapili, kwa hiyo hakukuwa na mazoezi, ni kwenda kanisani tu, ila siku ile nzima sikumuona Rahel kabisa yani. Mida ya usiku gazeti likatoka linasema za chini chini. Wao wenyewe hawana uhakika, ila Rahel kasafiri kuelekea nje ya nchi kisa kukataliwa na Sakina. Kati ya magazeti yote, ili ndo nilihisi limenichoma kwenye moyo, maana nililia zaidi mpaka watu wakaja wakawa wananiuliza shida nini. Nikaropoka Rahel. Watu wakaanza kuguna, wengine wananisema sasa kama unampenda kwa nini unamlilia? Justina akaanza kunibembeleza tena. Yaani huyu shogangu Justina kwenye shida zangu na raha yupo gotu. Hajawahi nitenga kivyovyote, nampenda sana. Siku hiyo nililia sana, na hizo taarifa za kumlilia kwangu Rahel zilitapakaa sana kwenye mtandao wa shule. Kesho yake nikatumiwa SMS na yule aliyeniambia jana anashukuru kwa kumdhalilisha. Meseji ya kwanza ikatumwa hello, nikajibu haraka maana nilijua tu ni Rahel. Akatuma nyingine, na safari hii alikuwa straight to the point. Akaniuliza, unanijua mimi ni nani? Nikamjibu, ndiyo, si ni Rahel? Akasema ndiyo. Kisha ukimya ukatawala kwa kama dakika 10, kisha akatuma SMS nyingine kuniuliza, do you love me? Yaani niseme tu ule ukweli wa Mungu siku hii ya leo. Sikuchelewesha hata kujibu au ile sikujui au kuringa. Yaani nilihakikisha SMS ina sekunde 10 tangu imetumwa na mimi nimeshajibu, yes, I love you. Nilipojibu haraka hivyo, Rahel akauliza, who are you? Nikamjibu, mimi ni Sakina. Akauliza, wewe ndo umejibu hivyo au ni Justina ndio akakusaidia? Nikamtumia text nikamwambia, ni mimi huyo, yani nakupenda sana jamani. Faja urudi basi, wanitesa. Nimeshajua nakupenda. Akaniambia, je, anaweza kupiga? Nikamwambia, ndio, piga. Akanipigia simu, yani nilikuwa nacheka kama chizi mpya. Akaniuliza kitu, nacheka mpaka Justina akaniangalia, namuuliza nini, ananiambia eti, hebu kaza binti, au ndio mapenzi upofu? Hata kama, ila wewe huoni watu wanavyokuangalia huko ndani, upofu gani huo? Rahel naye alisikia akaanza kucheka. Ila Justina kwenye sekta ya kunidhalilisha tu, mbona apewe tuzo huyu? Nikaongea na Rahel pale, tukawekeana mikakati. Na kwa mara ya kwanza nikahisi kupenda. Na sio kupenda tu, nikahisi kupenda sana. Nilipenda mpaka mtu akitamka tu jina la Rahel na shtuka. Ila mapenzi. Siku hiyo aliniahidi mambo mengi, aliahidi atanioa. Nikamuuliza anapenda mtoto gani awe wa kwanza, akasema wa kike. Nikaanza kumbishia maana mimi anapenda wa kiume zaidi. Tukatunga hadi majina ya watoto. Na my baby, usiku ulivyozidi sana nikamuaga kwa mahaba yote, kisha tukalala. Siku hiyo nilikuwa nahisi kucheka kama chizi. Kesho yake asubuhi, kocha akaja kutuamsha kama kawaida yake. Nikaenda kuoga, kisha tukaenda uwanjani, maana leo kulikuwa na mechi. Ila nilitamani sana Rahel na wenzio wangekuwepo kama kile kipindi tunafanya mazoezi ili watushangilie. Ila mpaka mechi inaanza, Rahel hakuwepo kabisa. Baada ya mapumziko, tukaingia second half. Nikafunga goli, nikasikia sauti ya wanaume. Kugeuka hivi ni wakina Rahel. Yaani nilifurahi mpaka nikazubaa. Narushiwa mpira niingize kwenye ringi, sijauona. Justina akanifata akanifinya. Namuuliza, we nini? Akaniambia, kwa hiyo huwa mpira hujauona Wewe unamuona Rahel tu uwanja mzima. Ndio nikakumbuka kumbe nacheza netball. Nikaendelea kuconcentrate na netball. Nilivyomaliza tu nikamfuata Rahel. Nilimfuata sababu nimemiss, ila mwenzangu akachukulia issue personal sana, maana akanikiss mbele za watu. Aibu ilioje, ila sababu nampenda sikujali wala nini. Tukakiss na nilitegemea tu waandika magazeti ya shule leo wameshapata taarifa mapema sana za hadharani bila ya kutafuta. Siku zikaenda, mie na Rahel penzi shata, hutuambii kitu.
Tukafika kipindi karibu na Christmas, tukarudishwa majumbani, ila tablet tunaziacha shule. Kwa hiyo siku hutuwasiliana na Rahel kwa wiki kama 3 hivi mpaka tulivyorudi tena shule. Safari tumerudishwa na magari hayo ya shule, alafu kesho yake wanafunzi sasa wakaanza kuja shule rasmi. Maana kipindi kile si walikuwa wanafunzi baadhi tu na wengine wote ni wanamichezo. Sasa muda huu ni wanafunzi rasmi, wale wanaolipia hela zao pale shule. Yaani tunabaki tunajionea mambo tumie na Justina. Maana anapita mwanafunzi kavaa sketi fupi kama kwenye zile series za Kikorea, mpaka Justina akaniuliza, hivi shogangu, una uhakika wewe Rahel mtafika mbali eti? Nikamuuliza kwa nini, na yeye akaniuliza, kwani we uoni? Jamani, ona wenzio walivyochangamka, ona visketi hivyo, ona nywele walivyosuka, wewe mwenzangu kipala, yani usuki, sketi ndefu hadi magotini, kweli mtafika mbali Sakina. Nikamwambia wasiwasi wako tu, siye tunapendana. Akaniuliza tena, aya kama mnapendana, huyo Rahel kakutafuta? Nikamwambia ndiyo, jana nilivyofika tu kanitumia SMS. Akasema sawa, yangu macho na masikio ya kusikia. Kesho yake pale shule ndo Rahel akaja. Sasa hivi hawavai uniform kama zile za mwanzo, wanavaa kishule. Basi alipendeza huyo, ila nilikuja kushangaa baada ya kuona kocha wetu yule naye kumbe ni mwanafunzi, maana alikuja kavaa uniform na yeye. Ila nilihisigi tu huyo ni mwanafunzi, sababu ni ana kamwili kadogo. Rahel alipofika akaja kwangu, tukakumbatiana. Nishazoea tuna kiss, ila leo akaniambia hapana kwa mara ya kwanza. Nikamuuliza kwa nini, akanambia wanafunzi wapo wengi sana, alafu itakuwa ni skendo, na amekuja mwaka huu ili asome kwa bidii. Nikaona kweli watu wapo wengi sana, ila mie nishamzoea Rahel, hana aibu hii ya leo. Aibu katolea wapi? Na wala huwa haogopi skendo, ila nikapotezea. Siku hiyo ilikuwa ni siku ya sherehe ya kufungua shule, so hatukuingia darasani, ila nilishangaa tu Rahel alikuwa akinikwepa sana. Kesho yake sasa siku ya masomo ikaanza. Kwa bahati nzuri kwangu nilipangwa darasa moja na Rahel. Nilifurahi sana, ila yeye hakufurahi wala nini. Mwalimu akaja mida ya 2:30 kuanza kipindi, ila tukaanza na utambulisho. Watu wakajitambulisha, akafuata mdada fulani hivi, ni mzuri huyo, naye anajijua kuwa ni mzuri. Kwa hiyo akawa na ringa hatari. Kafika mbele ya darasa akajitambulisha, my name is Angela and wote mnanijua, especially Rahel. Watu wakaanza kushangilia. Rahel naye akawa anatabasamu. Mimi nikashangaa, kwani hapa kinaendelea nini jamani? Hujue nitakuja kuua mtu mimi. Na mimi nikaenda kujitambulisha, ila muda wote huo najitambulisha, Rahel yuko busy kuongea na Angela. Nikabaki namwangalia tu, mshenzi huyu. Siku ile yote sikumuongelesha wala kuniongelesha, na sio kawaida yetu. Nilitegemea nikikaa naye darasa moja ndo tutapata muda zaidi, ila wapi. Usiku gazeti likatoka, ili la leo linahusu taarifa ya debate na mitihani ambayo ilikuwa inakaribia. Nikashangaa leo hamna udaku. Nikaingia WhatsApp, nakuta kuna group la shule. Kuingia ili nione kuna nini, maana nimekuta kuna SMS 2000 na point. Nakuta mada iliyoweka pinned ni gazeti limeandikwa kichwa cha habari, Captain Rahel kupangwa darasa moja na main chick na side chick. Alafu pale kwenye cover kuna picha ya Rahel ambaye kasimama katikati, upande wa kulia nipo mimi, upande wa kushoto Angela.